Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati mvutano unavyozidi kuongezeka, Marekani imetangaza itafanya mazoezi makubwa ya kijeshi ya anga katika eneo la Mashariki ya Kati. Kikosi cha 9 cha wanahewa cha Marekani, pia kinajulikana kama kikosi cha kati cha jeshi la anga AFCENT, na kitengo cha anga katika kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, kitafanya zoezi la utayari wa siku nyingi ili kuonyesha uwezo, kupeleka, kutawanya na kudumisha nguvu ya anga ya kivita katika eneo la kamandi kuu ya Amerika, AFCENT ilisema. Mazoezi hayo yalifanyika siku moja baada ya CENTCOM kutangaza kuwa meli ya kubeba ndege ya USS Abraham Lincoln na meli za kivita zinazoambatana nazo zimewasili katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hata hivyo, mazoezi hayo yataendelea kurudiwa kuanzia siku ya leo. Kuwasili kwa kundi la wabeba silaha kunakuja huku kukiwa na uvumi unaoendelea iwapo rais wa Marekani Trump ataipiga Iran kufuatia ukandamizaji unaodaiwa na umwagaji damu dhidi ya maandamano ya kuipinga serikali ambapo maelfu ya watu waliuawa. Rais Donald Trump ametoa vitisho kwa Tehran, lakini pia alionyesha uwazi kwa mazungumzo. Iran nayo imetishia kuishambulia Israel na Marekani kwa kujibu. Kuwasili kwa kundi la kushambulia kwa meli hizo kunaongeza uwezo wa Marekani wa kujihami katika eneo hilo, na hivyo kumpa Trump fursa ya kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, bado hakuna tamko rasmi la kuanza kwa vita hivyo ambavyo rais wa Marekani Donald Trump ameeleza. Moja kati ya mambo ambayo yanaonyesha kwamba mvutano unazidi kuongezeka ni pamoja na uwepo wa meli hizo ambazo rais wa Marekani amesema zimepelekwa Mashariki ya Kati, lakini mipango mikubwa ni kwa ajili ya mapambano dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo aliahidi kwamba atawasaidia waandamanaji waliokuwa wakiandamana kwa ajili ya kuondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Mpaka sasa serikali ya Iran imeweka wazi kwamba imejiandaa vilivyo kwa ajili ya kujibu chochote ambacho kitatokea wakati huu kutokana na kile ambacho Marekani imekuwa ikieleza. Kundi la meli ya Abraham Lincoln kwa sasa limetumwa Mashariki ya Kati ili kukuza usalama na utulivu wa kikanda, CENTCOM ilisema Jumatatu. Kwa upande wa AFCENT ilisema Jumanne ya jana kwamba wakati wa mazoezi hayo vikosi vya Marekani vitapeleka timu kwenye maeneo mengi ya dharura na kuhalalisha usanidi wa haraka, uzinduzi na uokoaji kwa vifurushi vidogo vya usaidizi, na kuongeza kuwa itaendesha shughuli zote kwa idhini ya mwenyeji na kwa uratibu wa karibu na mamlaka ya anga na ya kijeshi, ikisisitiza usalama, usahihi na heshima kwa uhuru. Zoezi hili limeundwa ili kuongeza uwezo wa mali na mtawanyiko wa wafanyakazi, kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kujiandaa na utekelezaji wa majibu rahisi katika CENTCOM, taarifa ya Marekani ilisoma. Iliongeza kuwa zoezi hilo litaruhusu jeshi la anga la 9 kuhalalisha taratibu za usafirishaji wa haraka wa wafanyakazi pamoja na ndege, shughuli zitakazotawanywa katika maeneo ya dharura, uendelevu wa vifaa na alama ndogo, na amri inayojumuishwa ya kitaifa na udhibiti juu ya eneo kubwa katika mapambano. Marekani kwa sasa kupitia wanajeshi wake pamoja na vifaa vingi vilivyopo katika eneo la Mashariki ya Kati inaendelea kujipima na kujiangalia zaidi kuona ni namna gani itaanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hali hii inatajwa kwamba inazidi kuongeza mwamko kuelekea vita kati ya Iran pamoja na Marekani. Hata hivyo, serikali ya Iran imesema imejipanga na ipo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote, huku baadhi ya wachambuzi wa mambo wakisema vita hivi kama vitatokea vitatengeneza hali mbaya ya kibinadamu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mataifa mengi yanadaiwa huenda yakahusishwa na vita hivi kutokana na ukaribu wa nchi hizi za Mashariki ya Kati. Jambo kubwa ambalo limesababisha kutokea kwa mvutano kati ya Iran pamoja na Marekani ni kile ambacho kimetajwa katika siku za hivi karibuni kwamba ni maandamano nchini Iran yaliyochochewa na kuporomoka kwa sarafu yake ya rial, kwa raia wa Iran wakianzisha maandamano hayo. Mwishoni mwa juma, chombo chenye uhusiano na upinzani cha Iran International chenye makao yake nje ya Iran kilisema zaidi ya wa Iran 36,500 waliuawa na vikosi vya usalama kati ya Januari 8 na 9, kikinukuu ripoti, nyaraka na vyanzo, licha ya kwamba haikuwezekana mara moja kuthibitisha ripoti hiyo, ambapo serikali ya Iran ilitaja kwamba ni karibia watu 3,000 waliouawa, wakiwemo askari pamoja na wanajeshi wa nchini Iran.
Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.